kwa mujibu wa taratibu za dini tukufu ya Kiislamu, Muislamu mwanamume anayo ruhusa ya kumwoa mwanamke wa Kikristo. Ungerudia hiyo. Narudia tena. Muislamu mwanamume anayo ruhusa kwa mujibu wa sharia ya dini tukufu ya Kiislamu kumwoa mwanamke wa Kikristo pasina kubadilisha dini, anayo ruhusa. Lakini mwanamke wa Kiislamu hana ruhusa ya kuolewa na mwanamume wa Kikristo kwa mujibu wa sharia, na kuna sababu za msingi na maalumu sana. Hili suala watu wengi sana wamechukua kama taharuki. Na kibaya zaidi, watu huwa wanajaribu kutazama zile klipu, hasa kile kipande kidogo cha klipu ndio wanadili sana huko. Yani hawaendi kutazama mada nzima imesema nini. Hili ndio tatizo kubwa. Kwa hiyo mtu unaweza kuona anaanza kutoa mishipa ya shingo bila kujua kilichoendelea kilikuwa ni kitu gani. Lakini ndo dunia sasa ilivyo. Kwa hiyo hatuwezi kusema kwamba watu wa namna hii tuwafute duniani. Wapo na wataendelea kuwepo. Na kuna wengine hata ukimuelewesha yeye kaisha panga kutoelewa tu. Kwa hiyo pia hii ni tatizo. Ni jamii tunayo katika mazingira haya. Kauli ile ambayo mimi nilisema sikubahatisha. Ni kauli sahihi, na lau kama kuna mtu anataka kuchallenge katika kauli hiyo, sio kumchallenge Yusuf Diwani. Nitairudia vizuri tu. Sio kumchallenge Yusuf Diwani, kwa sababu Yusuf Diwani yeye ananukuu yale ambayo yaliyosemwa na mabwana wakubwa. Yani viongozi wale wanne, aimmatul arba, viongozi wanne wa dini tukufu ya Kiislamu, ambapo huwezi kuzungumza chochote, lazima upite kwa mabwana wakubwa hawa. Kwa hiyo suala ambalo nilosema mwanamume wa Kiislamu anayo ruhusa ya kumwoa mwanamke wa Kikristo, lakini kadhalika mwanamume wa Kikristo hana ruhusa ya kumwoa mwanamke wa Kiislamu. Kauli sahihi kabisa. Sasa ni Mkristo gani kama wanavyosema watu kwamba sio hawa ni wale? Hiyo sasa ni mada nyingine kabisa, ambapo pia wewe ambaye unatufuatilia inatakiwa sasa wewe ndio uchanganue ni hawa ni wale kwa hoja zako mwenyewe utakazozitoa. Kwa sababu baadhi ya watu wanasema sio hawa ni wale walokuwepo katika zama za Nabii Isa alayhi salatu wasalam. Ni kweli, kwa mujibu wetu sisi Waislamu tunaamini Nabii Isa ni Muislamu, na wafuasi wa Nabii Isa ambao wako sambamba kama jinsi ambavyo alivyoelekeza Nabii Isa, maana yake na wao ni Waislamu. Kama hivi ndivyo ilivyo, kunakuwa na jambo gani tena la kufanya kwamba tuanze kutazama uhalali wao wakati wao tayari ni Waislamu? Maana yake hapa kuna kitu ambacho inakuja dosari, ambayo ya wale waliojinasibisha kwa Nabii Isa katika baadhi ya aqida wakawa wamehtilafiana na Nabii Isa. Hao ndio inaweza ikaja wanafaa au hawafai. Nafikiri iko hivyo katika suala hili. Sasa hili jambo namna jinsi ambavyo nilivyolizungumza, kwa maana niliposema kauli ile, nataka leo niitilie nguvu kwa mujibu wa vitabu. Hiki ni kitabu ambacho nimeshika hapa. Kitabu hiki kinaitwa Al-Fiqhu ala al-Madhahib al-Arba'a. Kitabu hiki kimeandikwa na bwana mkubwa Abdurrahman al-Jazairi. Huyu mwamba huu ni mujalladi wa 4. Yani mujalladi wa 4 maana yake ni kitabu namba 4, juzuu ya 4. Ukienda katika ukurasa kuanzia ukurasa namba 68 mpaka 69 na 70 utayapata haya maelezo ninayoyasema mimi kwa ufasaha sana. Mimi nitasoma kidogo tu, lakini watu watarejea huko wataweza kuyapata haya kwa ufasaha wa hali ya juu. Somo kichwa cha habari kinasema mabhathul muharramati liikhtilafi din, kwa maana tafiti za wanavyoni hawa
namna ambavyo walivyofanya tafiti zao kwa wale ambao walioharamishwa kuozeshwa aliikhtilafi dini kwa ajili ya tofauti za dini. Ndio somo limebeba kichwa cha habari hicho. Mimi nitakwenda haraka haraka katika hili suala. Akasema almukhalifuna lilmuslimina fil aqidati thalathatu anwa'i. Anasema wale watu ambao waliokhalifiana na aqida ya dini tukufu ya Kiislamu wamegawanywa katika sehemu tatu. Nitakwenda haraka haraka tu. Sehemu ya kwanza, la kitaba lahum samawiyun wala shabihata kitabin. Anasema watu wa kwanza ni wale ambao wao hawana kitabu chochote. Yani kuna watu katika dunia hii wao hawaamini kitabu cha aina yoyote. Hapo samani, lakini sio wote ambao Waislamu, sio wote ambao wanafahamu haya maneno ya Kiislamu. Watu ambao wameikhtilafiana kwenye akida, ndio Kiswahili sasa hapo tuweke fasaha. Aiwa, wameikhtilafiana katika misingi ya dini. Katika ule msingi wenyewe wa dini wameikhtilafiana hapo kwenye msingi wenyewe wa dini, wamegawanywa katika sehemu tatu. Sehemu ya kwanza, kuna watu ambao la kitaba lahum, wao hawana kitabu. Yani ukiwauliza bana, mfano kuna watu wanaitwa marasta na wana dini yao ya urasta, waulize mnaamini kitabu gani? Hawaamini Qur'ani wala hawaamini hiyo Biblia. Wao wanaamini wao yale wanayoamini wenyewe tu, hawana kitabu hawa watu. Unaona? Lakini kadhalika hawa watu katika hali za namna hii, hawa ni watu namba moja. Wa haulai hum ubadul awthani wa hiya at-tamathilu manhutati min khashabin au hajarin au fiddatin au jawahirin au nahwi dhalika. Lakini kadhalika kuna wale ambao ambao hawana kitabu. Kuna wale ambao wao wanaabudia masanamu. Lakini kadhalika wengine wanaabudia vitu vilivyochongwa. Lakini kadhalika kama vile ubao umechongwa vizuri, wao ndo wanafanya Mungu wao. Au jiwe wamelichonga vizuri, wanafanya ndio Mungu. Au fedha, maadini ya fedha wale wametengeneza vizuri, wanafanya ndio Mungu wao. Au maadini ya aina yoyote. Hawa mara nyingi ni wale ambao hawana kitabu, hawaamini kitabu cha aina yoyote. Hawa namba moja, ambapo sheria inasema hawa namna hii ni haramu kabisa kuoleana nao. Hawa acheni wafanye mambo yao wenyewe. Yani hawa ambao wao hawana kitabu cha aina yoyote, sheria ya dini tukufu ya Kiislamu hatuoi kwao wala wao hawaoi kwetu. Wala tusiwaoe wala wasioe kwetu. Aiwa, tusiwaoe wala wao wasije kuoa kwetu, kwa sababu hawaamini kitabu chochote. Huyu mtu kumlingania ni ngumu sana, kwa maana kumpa mauidha mpaka aelewe. Anaelewa kwa kitabu gani wakati anaamini vitabu vyote ni uzushi tu, vitabu vyote ni porojo tu au ni uongo kama jinsi ambavyo wanavyosema. Kwa hiyo ni ngumu sana huyu mtu kumlingania mpaka aitambue dini ipo katika hali za namna gani. Huyu mwenye rasta, tumezungumza kwenye watu wengi hapa, wametaja mtu mwenye rasta, mtu ambaye anaamini mambo yao tu pasi na kitabu. Yaani imani ya urasta imemkolea huyu, haturuhusiwi kumuoa, hatuoi wala haoi kwetu. Hairuhusiwi kidini, hairuhusiwi katika dini tukufu ya Kiislamu. Lakini kadhalika athani, watu wa pili au kigawanyo cha pili, qasamun lahu shabihatu kitab, kuna wale ambao wana mfano wa kitabu. Wa haulai humul majus, na hao ni watu ambao wanaitwa mamajusi. Mamajusi ni wale ambao wanaabudia moto. Wao wanaabudu moto ndio Mungu wao. Hawa wana mfano wa kitabu. Wa maana kauni lahum shabihatu kitabin, na maana ya kuwa wao wana shubhatu kitabin, kwa maana wana mfano wa kitabu, annahu qad unzila ala nabihim, kwa sababu iliteremshwa kwa nabii wao, wa huwa Zaradashti. Huyo nabii mwenyewe anaitwa Zaradashti. Kitabun, kiliteremshwa kitabu, faharafuhu, wakakivuruga kile kitabu, wakatalu nabiyahum, na wakamuua mtume wao, farafa Allahu hadha alkitaba min bainihim wa haulai la tahillu munakahatuhum, na hao pia hatufai kuoa kwao wala wao hawafai kuoa kwetu.
wanaabudu moto. Sahihi kabisa. Na hii inakuwa biittifaqi al-a'immati al-arba'a. Hii ni kwa ajili ya makubaliano au muwafaka wa wale maimamu wanne. Wote wanasema hatufai sisi kuwaoa na wala wao pia hawafai kuja kuoa kwetu. Lakini athalith, kuna kundi la tatu, qasamun lahu kitabun au qismun, ni kundi ambalo lahu kitabun muhaqqaqun, wana kitabu kilicho hakikiwa kabisa, yu'minu bihi au yu'manu bihi, yu'minu bihi, wanaamini kwa kupitia kitabu hicho, kali yahudi, kama vile Mayahudi, alladhina yu'minuna bitawrat, Mayahudi ambao wanaamini Taurati, wanasara na manasara, alladhina ambao manasara ndio wa Kristo. Sasa alladhina ambao yu'minuna bitawrati wal injili, wanaoamini Taurati na Injili, fahaulai tasihu munakahatuhum, basi hao kuwaoa inasihi kwa mujibu wa madhahibil arba'a, bimaana annahu yahillu lilmu'mini, kwa maana ni halali kwa muumini mwanamume, an yatazawaja alkitabia, amuoe huyo kitabia, ambaye kitabia ni nani? Ni Myahudi au Mnasara. Kwa maana tunaposema Myahudi, tukisema Mnasara tunamkusudia Mkristo. Ndio mambo jinsi yalivyo katika hali za namna hiyo. Sasa basi, ikija hoja kwamba anayezungumziwa sio huyu Mkristo wa sasa, hiyo sasa tunawaachia wale wanaotazama, wanaotufuatilia, waje wao sasa wafanue, bana ni kweli lakini sio huyu, ni yule. Sasa wao watatoa vigezo vyao, kwa nini awe yule na kwa nini asiwe huyu. Wao watatoa vigezo vyao, kwa sababu kila mmoja ana taratibu zake na uelewa wake. Mimi naamini kabisa hoja itakuja kwamba sio hawa ni wale, lakini sio kwamba hakuna hiyo kitu. Kwa msomi hawezi kusema hakuna hicho kitu, bali atasema tu hoja itakuja ni hawa au ni wale, sio hawa, sio basi itakuja ni hapo tu, hoja itakwenda itacheza maeneo hayo khalas kwa msomi. Ila kwa mtu mwingine ambaye ana mihemko atakurupuka tu, kwa sababu ndo kanuni ya mambo jinsi ilivyo. Sasa hawa ambao yu'minuna bitawrat wal injil, anasema fahaulai tasihu munakahatuhum, hao inasihi kuwaoa, bimaana annahu yahillu lilmu'mini, kwa maana ni halali kwa muumini mwanamume, yani kwa maana muislamu mwanamume, an yatazawaja alkitabia, kumuoa mwanamke wa Kikristo. Sasa huyu au yule, hiyo hoja nyingine. Wala yahillu lilmuslima, na wala si halali kwa muislamu mwanamke, an tutazawaja alkitabi, kuolewa na mwanamume wa Kikristo. Yale maneno niliyosema. Kwa hiyo ukiona mtu anataka kujaji, awajaji kwanza hawa mabwana wakubwa, kwa sababu mimi ninachokifanya ni kunukuu yaliyosemwa na hawa mabwana wakubwa. Kisha akasema hivi, kama la yahillu laha an tatazawaja ghairahu, kama jinsi ambavyo ilivyo si halali kwa mwanamume wa Kiislamu kuoa walio nje ya hizo dini mbili, kwa maana Myahudi na Mnasara na Muislamu mwenzake. Sawa? Fashartu fi sihhati nikahi almuslima, sikiliza sasa, masharti ya kusihi ndoa ya mwanamke wa Kiislamu, an yakuna zauju musliman, ni pale anapokuwa huyu mume anayekuja kuoa naye pia ni nani? Ni Muislamu. Unaona jambo hilo? Sharti la kusihi kwa mwanamke wa Kiislamu ni lazima huyu mume anayekwenda kuoa naye awe Muislamu. Tunaelewa vizuri? Maana yake ikiwa mwanamke wa Kiislamu anayekwenda kuoa ni mwanamume wa Kikristo, sheria inasema la yajuzu, la yahillu, si halali mahala hapo. Kwa hiyo hapa nieleweke vizuri katika hali za namna hiyo. Wadhalika wa dalilu dhalika qauluhu ta'ala, na kisha akasema na dalili ya kuyasema hayo ni maneno yake nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anasema katika suratul Baqara aya ya 221. Anasema wala tunkihu almushrikatu hatta yu'minna, na wala msiwaoe washirikina wa kike mpaka wamwamini, kwa maana mpaka waslimu.
wa qawluhu mukhatiban lirrijal, lakini na kauli ambayo Mwenyezi Mungu anasema kuambia wanaume, wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu, na nyinyi kadhalika wanawake msikubali kuolewa na washirikina wa kiume mpaka na wao wawe waumini wa kweli kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ni aya katika suratul Baqara. Sikiliza sasa miamba hii inavyochambua hii aya. Inasema fahatanil ayatani, hizi aya mbili, tadullani, zinajulisha ala annahu la yahillu lirrajuli, ya kwamba si halali kwa mwanamume an yunkiha almushrika, kumuoa mshirikina wa kike, ala ayi halin, kwa hali ya aina yoyote. Kama la yahillu lilmar'a, kama ilivyo si halali kwa mwanamke pia kuolewa na mshirikina katika hali ya aina yoyote, illa baada imanihim, isipokuwa baada ya kuamini kwao, wa dukhulihim fil muslimin, na kuingia katika dini tukufu ya Kiislamu. Kisha akasema hivi, waqad khassasa min haula'i alkitabiyya lirrajuli almuslimi, wamehusishwa, wamefanywa kuwa special kina nani? Min haula'i alkitabiyya, hao wanawake wa Kikristo pamoja na Kiyahudi, lirajuli almuslimi, kwa mwanamume Muislamu. Tofauti na wanawake wa Kiislamu, hawakufanywa kuwa ni maalum pia kwa wanamume wa Kikristo. Unaona mambo jinsi yanavyokwenda hapo. Haya, biqaulihi ta'ala, si kwa maneno tu, bali ni kwa maneno yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Maida aya ya 5. Mwenyezi Mungu anasema, wal muhsanatu minal ladhina utul kitabi min qablikum, na wanawake amehalalishiwa na wanawake ambao bila shaka utul kitaba, waliopewa kitabu, min qablikum, kabla yenu. Kwa maana utul kitaba ni Mayahudi na Manasara kabla yenu. Hii ni suratul Maida. Fahadhihi alaya, maneno haya yanasoma kutoka katika kitabu hiki. Fahadhihi alaya, aya hii tufidu hilla alkitabi binnas, lakini inafidisha ya kwamba kuhalalisha mwanamume wa Kiislamu kumwoa mwanamke wa Kiyahudi au wa Kikristo, binnasi, binnasi, kwa nasi, kwa maana kwa maelezo ya Qur'an. Walau qalat, anasema hata kama huyo mwanamke wa Kiyahudi au wa Kikristo anasema innal masiha ilahun, Yesu ni Mungu, au Nabii Isa ni, hata kama anasema hivyo, au thalithu thalatha, au hata kama anasema ni mgawanyo wa miungu mitatu, wa huwa shirkun dhahirun, mwamba anasema nayo hiyo ni shirki ya dhahiri kabisa. Fa abahahunna Allahu, lakini amewahalalisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lianna lahunna kitaban samawia, kwa sababu wao wanacho kitabu wanachokiamini. Unaona, hata kama wanasema ni Mungu katika utatu, lakini katika hali za namna hiyo ni shirki ya wazi, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewahalalisha kwa sababu wanacho kitabu wanachokiamini. Hawa ukiwa karibu yao kuwa nasihi, ukiwa karibu yao kuwapa mauidha, ukiwa karibu yao kuwalingania, ni rahisi kuamini kwa sababu wanacho kitabu wanachokiamini. Unaona hikma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haya, wa hal ibahatuhunna mutallaqatun au muqayyadatun bil karaha, swali linakuja hapo. Anasema, je, hivi suala la kuhalalika kwao ni jambo ambalo liko moja kwa moja au limeambatana na karaha? Wa fi dhalika tafsilu almadhahib, katika hilo kuna upambanuzi kupitia madhahibil arba, madhhabi haya manne, kama kilivyoandikwa kitabu hiki alfiqhu ala almadhahibil arba, ambapo fiqhi yani hii inaeleza madhhabi ya almalikia, madhhabi ya alimamu Maliki, الشافعية مذهب الإمام الشافعي، الحنفية مذهب الإمام حنفي، na alhanabila madhhab ya alimamu Hanbal. Hawa ni maimamu wanne. Sasa nataka nende haraka sana ili tuone, tuguse angalau kidogo katika madhehebu yote haya manne, ili suala wamelisemaje. Japo kuna kipengele umesema cha ushirikina, sijui watu wenda kujiuliza mshirikina haruhusiwi kuolewa, ama kwa labda ungefafanua wenyewe kwamba mshirikina ni mtu wa design gani? Sasa
Mshirikina, tukimzungumza mshirikina ni yule ambaye anamshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa mfano, yule ambaye anayesema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana mtoto, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana mikono, ana miguu, ana macho, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatembea, huu ni ushirikina. Umeona? Na mfano wa hayo yapo mengi tu matendo ya kishirikina. Sisi kule mitaani ukizungumzia mtu mshirikina, labda yule ambaye anaenda kwa waganga, hasa nilisi moja kwa moja mtu labda anaenda masuala ya waganga kupata tiba, labda ruhusiwi kuolewa, nilisi hivyo labda. Hapana. Na tiba yenyewe inatazamwa kwa sababu Uislamu haujaharamisha watu kufanyiana tiba. Haujaharamisha kabisa. Sasa inatazamwa ile tiba yenyewe, ikiwa ndani yake ina ushirikina, basi pia yule mtu anaweza akawa ni mtu anafanya matendo ya kishirikina. Alafu ifahamike, sio kila anayefanya matendo ya kishirikina ni mshirikina. Kuna mtu anaweza kufanya matendo ya kishirikina na asiwe mshirikina kabisa. Kawezaje, namna gani? Kuna mtu anaweza kufanya matendo ya kishirikina bila kujua kama anafanya ushirikina. Hawezi kuitwa mshirikina. Lakini kadhalika kuna mtu anafanya matendo ya kishirikina kwa kulazimishwa. Mathalan, ametezwa nguvu, kakamatwa, anaambiwa usipofanya hivi na kuua. Akafanya yule, haiwezi kuitwa mshirikina kwa sababu kafanya tendo la kishirikina. Na mfano wa hayo na mengine mengi. Sasa katika hali hiyo tunatazama madhhab ya al-Imamu Hanafi. Naanza hapo kwa haraka. Qalu, wao wanasema hivi, yahrumu tazawujul kitabiyya, ni haram kumuoa Mkristo idha kanat, pale tu inapokuwa. Ukisikia pale tu, hilo ni sharti. Maana yake lisipokuwepo hilo sharti, uhalali unaendelea kuwa upo, ndio maana yake. Anasema idha kanat fi daril harbi, pale ambapo huyu Mkristo anapokuwa katika darul harbi. Tukisema darul harbi, maana yake kunakuwa na mapambano baina ya Waislamu na Wakristo, wana mapambano makali sana. Sasa hapa kwenda kumuoa yule ni tatizo, tena ghairi khadi'atin li ahkami almuslimin, ambaye hayuko tayari kunyenyekea au kupita katika zile sharia za Kiislamu, huyu itakuwa ni nini? Ni haram. Lianna dhalika fathu libabil fitna, kwa sababu kufanya hivyo kuna ufunguo wa kufungua mlango wa fitna. Samani kidogo. Sah. Ni hairuhusiwi tutumie lugha hiyo. Kumwoa Mkristo panapokuwa kuna migogoro ya kidini. Sahihi, naam. Juzi tulipokuwa tunazungumza ile mada ulizungumza swala la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenda kumwoa alimuoa Bihindu. Naam. Ulisema Bihindu alikuwa ni kiongozi wa lile dhehebu. Sahihi. Yeye akataka kuwasilimisha wale. Akasema ni moyo huyu ili mradi aweze wale ndugu zake sawa, ni kama vile mimi ni baba yao, pengine ni kaka yao. Naam. Mbona kama inafanana hii au? Sasa hii ni rasmi kwa Mtume. Unajua katika Qur'ani au katika Uislamu kuna vitu vinavyoitwa khassul khusus na ammul umum. Kuna mambo ambayo yanakuwa ni khasi kwa ajili ya Mtume tu, ambapo waumini wengine hawaruhusiwi kuingia katika hayo mambo ya khas. Na kuna wakati fulani mambo yanakuwa ni ammul umum, yanawaenea watu wote, kuanzia yeye Mtume na wengine wote. Kwa mfano Mwenyezi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema aqimis sala, anawaambia jamani nyinyi waumini simamisheni sala. Amesema hii ni khitabu inakwenda kwa watu wengine, lakini maksudi yake ni kwa watu wote, kuanzia kwake yeye pia, na yeye anatakiwa asimamishe sala. Kwa hiyo mambo yanakwenda katika hali hiyo. Sasa hapa panapokuwa katika darul harbi, kuna mapambano, kuna mizozo, hapa sasa inakuwa si salama. Kwa nini? Kwa sababu huu ni kufungua mlango wa fitna. Huyu hapa anasema al-Imamu Maliki. Lakini Imamu Hanafi wao wanasema katika hali za namna hiyo. Lakini ukienda mbele sana anasema wa in kana yasihu, hata kama inasihi illa anna al-iqdama alayhi makruhu, isipokuwa kuna vitu vinavyoitwa makruhu, kuna karaha ndani yake. Yani nasihi, lakini kuna karaha ya kwenda kuoa wakati watu wapo katika mapambano ya kiimani. Kuna karaha. Ukisikia karaha, maana yake ni kitu ambacho mtu akiacha anapata thawabu, akifanya hapati madhambi. Ndio maana ya karaha. Ni kitu ambacho ukikiacha kufanya kitu cha karaha unapata thawabu, lakini ukikifanya kile kitu cha karaha hauandikiwi madhambi. Ndio maana ya kitu cha karaha. Kama itakufanana na sunna au? Sunna ukifanya unapata thawabu, ukiacha haupati madhambi. Sasa karaha ukiifanya
yani ukiiacha unapata thawabu, ukiifanya hauandikiwi madhambi. Aywa. Taib. Sasa twende katika al-madhhab al-malikiyya, madhhab ya al-Imamu Maliki. Lahum ra'ayani, wao wana rai za aina mbili katika jambo hili. Fi dhalik ahduhuma, rai ya kwanza katika hizo rai mbili wanasema anna nikaha al-kitabiyya, kumuoa huyu kitabia Mkristo, makruhu mutlaqan, ni karaha tu moja kwa moja, sio haramu. Yeye anasema nini? Ni karaha moja kwa moja. Sawaan kanati dhammia, sawa sawa ikiwa kama ni mtu ambaye yeye ni fata upepo. Unajua kuna Mkristo dhammia, yeye anakuwa ni fata upepo tu, yani hana vita na mtu, hana tatizo na mtu, yeye kule upepo unapokwenda na yeye anaenda zake huko huko. Au harbian, au ikiwa ni yule harbia anapiga vita Uislamu, akiwa katika hali za namna hiyo, madhhab ya al-Imamu Maliki katika rai ya kwanza wanasema katika mazingira haya kumuoa ni karaha moja kwa moja. Walakin al-karahata fi dari al-harbi ashaddu, lakini ukaraha kwa pale panapokuwa na mapambano ndio unazidi zaidi katika hali hiyo. Madhhab ya al-Imamu al-Maliki, rai ya kwanza, ukaraha unazidi pale panapokuwa na mapambano. Lakini rai ya pili anasema annahu la yukrahu mutlaqan, si karaha kabisa, sio karaha. Amalan bi dhahiri al-aya, kwa kufanyia kazi dhahiri ya aya, yani aya inapokuja imekuja wazi kabisa kwa uwazi wa aya namna ilivyo, wanasema sio karaha. Waqad allalu karahatan, wao karahataha, wao wameiwekea illa katika karaha zake fi dari al-islami, pale mtu anapokuwa katika nchi ina waislamu wengi sana. Hapa ndo anasema ni karaha kwenda kumuoa Mkristo au Myahudi, kwa sababu nchi alokuwepo au sehemu alokuwepo waislamu ni wengi, mabinti au wanawake wa Kiislamu wapo wengi. Sasa kuna haja gani ya kwenda kuchukua ambaye asiokuwa Muislamu wakati waislamu wanazagaa? Siku zote mtu neema anaanza nyumbani kwanza kabla ya kutoka nje. Umeona? Kwa anasema hiyo ndo karaha yake, ila sio haramu, ila ni karaha. Eleweke vizuri. Bi anna al-kitabia la yahrumu alaiha shurbul khamri, kwa sababu kwanza huyu kitabia, kwa maana Myahudi au Mnasara, la yahrumu alaiha, si haram kwake, shurbul khamri, kunywa pombe kwake sio haram, wala aklul khinziri, wala kula nguruwe kwake si haram, wala dhihabu ila al-kanisa, wala kwenda kanisani kwake si haram, walaysa lahu man'an min dhalika, na wala hana kizizi chochote kinachomziwia kuyafanya hayo. Mkristo na Myahudi haziwiliwi kunywa pombe, ila wale walikuwa na Nabii Isa, wale waliambiwa pombe vibaya wazama zile. Lakini kuna hawa sasa ambao tulikuwa na wanakunywa zao vizuri tu, nguruwe wanakula, na mfano kwao ni safi, lakini jalalishwa hivyo. Katika dini tukufu ya Kiislamu sio halali, ni haram mutlaka. Yani kunywa pombe, kufanya ni haramu, lakini kwa wao ni halali. Aiwa. Sasa sikiliza maneno haya, walaysa lahu man'an min dhalika, wao hawajaziliwa katika kulifanya sala hiyo. Wa hiya tughadhi al-aulada bihi fayashubuna ala mukhalafati ad-dini, karaha yenyewe kwamba hawa kwa kuwa wanafanya matendo haya wanaweza wakawalisha watoto wao, wanaweza wakaanywesha watoto wao katika mambo, wakakulia hao watoto katika yale mambo yanayotofautiana na dini. Unaona mambo hii ndio nini? Karaha yenyewe. Lakini ukimwoa Muislamu, kama ilivyo kwako wewe Muislamu mwanamume pombe ni haramu, pia na kwa Muislamu mwanamke pombe ni haramu. Kula nguruwe ni haramu kwa Muislamu mwanamume, pia kwa Muislamu mwanamke kula nguruwe ni haramu. Lakini ukimwoa huyu, kwa kuwa haya matendo inawezekana akawa anaendelea kuyafanya, kwa hali hiyo hii ni karaha. Hata we mwenyewe utakuwa unaona ndio maana akasema ni kuna karaha fulani katika mazingira kama haya. Sasa kwa mazingira hayo, wa amma fi dari al-harbi, ama panapokuwa na mapambano, fal amru ashaddu, basi mambo yanakuwa ni zaidi, kama bayyana inda al-Hanafiyya, kama jinsi ambavyo tulivyobainisha kwa al-Imamu Hanafi. Wa madhhab Maliki, namalizia maneno haya, na madhhab ya Imam Maliki mabniyu ala saddi dhara'i, yamejengewa sana katika kitu kinachoitwa saddu dhara'i. Saddu dhara'i ni kuziwia baadhi ya vitu vilivyo halali kwa kuhofia, kwa maana kwa kuhofia
ile madhara yake au kutoka kwake katika uhalali pako karibu mno, yani kuingia kwenye uharamu, yani panakuwa ni karibu sana. Kwa hiyo ndo panaziwiliwa kilicho halali kwa sababu ya kulinda kwamba mtu asije akachepuka akajikuta anaingia katika ile haramu yenyewe katika haya. Kwa madhhabi ya Imam Maliki kuna saddu dharai, watu wanatazama ile saddu dharia, kwa maana kuziwia pasifanywe cha halali kwa sababu kipo karibu sana na uharamu. Wakati wote mtu anaweza kuvuka mipaka akaingia katika uharamu. Kwa hali hiyo, fa idha tarattaba ala nikahi alkitabia, nasema pindi ambapo yanapopandana haya mambo ala nikahi alkitabiyati hadhihi almafasid, kwa ndoa umemuoa mtu ambaye ni kitabia, ni Mkristo au Myahudi, haya mambo yakawa yamepandana kwake, mafasidi ya mambo mabaya mabaya, kunywa pombe, kula nguruwe, kufanya matendo ambayo dini ya tukufu ya Kiislamu imekataa, au khifa minha kana aliqdamu ala alaqdi muharrama. Ikiwa hivi ndivyo ilivyo, kwa kutazamwa ile saddu dharai, kuziwia yale maovu, basi kwa mujibu wa Imamu Maliki katika rai ya pili, anasema hapa sasa itakuwa ni haramu kumuoa Mkristo. Aiwa, kumuoa Mkristo au Myahudi, hapa sasa itakuwa ni nini? Ni haramu, kwa sababu anayo mengi ambayo yale yalopandana yalokatazwa katika dini tukufu ya Kiislamu. Na kwa kuwa yamepandana katika dini tukufu ya Kiislamu, maana yake inakuwa ni haramu li ghairihi, yani haramu kwa kuwepo kitu kingine, sio asili ya jambo lenyewe. Asili ya jambo lenyewe itabaki kuwa ni halali, lakini itabadilika kuwa haramu kwa kupatikana vitu vingine, ndio vinakuja kuifanya kuwa haramu katika hali za namna hii. Haya, kwa mantikio, kwa huyu Muislamu Mkristo mwanamke ambaye hanywi pombe, hali nguruwe, unaweza kumuoa. Ndio sasa anasema hivi katika hali waqad yujabu bi anna mahmal hadha inda adami wujudi nasi, na haya huchukuliwa pale ambapo inapokosekana nasi, kwa maana ikakosekana yani aya au hadithi inayoeleza hayo. Lakini aya ipo inayoeleza hayo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema katika suratul Maida aya 5, kaeleza vizuri katika hali hiyo. Sasa akasema hivi, amma waqad abaha Allahu nikaha alkitabia, ama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuihalalisha hii ndoa ya Muislamu kumuoa Mkristo au Myahudi, fala budda an takuna almaslahatu fi ibahatiha, hapana budi ya kwamba ndani ya hili lilohalalishwa na Mwenyezi Mungu kuna maslahi tu, yani maslahi yapo ya kufanya hili, sawa. Idh qad yataqarrabu ala musaharati alkitabi, hapo ndo mtu anaweza akasogea akawa karibu akawa na wakwe ambao hao ana uwezo wa kukaa nao, ana uwezo wa kuwalingania na mfano wa hayo. Lakini kadhalika alqada'i ala alihqad ala alihqad wadhaghain, lakini kadhalika na kuondosha vifundo vya nafsi, lakini kuondosha mizozo, lakini kadhalika kuondosha chuki baina yenu. Hili ni katika jambo ambalo linalotazamwa kwa mujibu wa madhhabu ya al-Imamu Maliki katika rai namba 2. Namaliza hapa, tunakwenda katika madhhabu Shafi'ia. Haya na katakata sababu itakuwa ndefu sana. Madhhabu ya al-Imamu Shafi'i naye anasemaje katika suala hili? Anasema yukrahu au yakruhu au yukrahu, ni karaha tazawujul kitabia, kumuoa Mkristo ni karaha, sio haram, ni karaha. Pindi idha kanat fi dari al-islam, pindi mtu unapokuwa katika nchi ambayo ina Waislamu wengi, ni karaha. Watashtaddu al-karahatu, na karaha inazidi idha kanat fi dari al-harbi, panapokuwa kuna mapambano. Kama huwa ra'yu ba'd al-malikiya, kama ilivyo katika rai baadhi ya watu wa al-Imamu Maliki. Walakinnahum ishtaratu lilkarahati shurutan, bali wao wameeleza masharti ya ukaraha wake. Watu wa Imamu Shafi'i wanasema al-awwal, jambo la kwanza, alla yarju islam al-kitabia, yani karaha ni pale ambapo unapomuoa mtu ambaye au mwanamke ambaye hatarajiwi kusilimu kwake. Yani unamuoa lakini unamuona misimamo aliokuwa nayo katika dini yake, hatarajiwi kabisa kusilimu. Hii ni karaha sasa. Lakini jambo la pili, an yajida muslimatan tasluh lahu, ni wapi nitampata Muislamu ambaye atakayekuwa anamlingania, Muislamu mwanamke ambaye kumlingania. Karaha namba 2. Athalith, ya 3, annahu idha lam yatazawwaj alkitabia yukhsha az-zina,
ni pale ambapo sasa, ikiwa kama kuna Mkristo, mwanamke wa Kikristo, lakini kuna hofiwa kwa maana anaweza akawa mzinifu sana, aolewe huyu katika hali hiyo, sawa. Fa in kana la yarju islamuha, ikiwa hatarajiwi kuslimu kwake, fayusannu lahu tazwijaha, basi ni sunna aozeshwe huyo mtu, muoe, tafute umuoe ikiwezekana. Wa in lam yajid muslimatan, ikiwa kama mtu hakumpata muislamu mwenzake mwanamke, hauna muislamu mwenzako mwanamke, tasluhu lahu, ambaye aliyokuvutia, fakadhalika yusannu lahu tazwiju bilkitabia, anasema kwa hali hiyo sasa ni sunna kwake kumuoa huyu Mkristo anaye zagaa ovyo, hajaolewa sasa na yeye yupo, lakini pale alipo anafanya zinaa. Sasa kwa ajili ya kuondosha madhara haya zinaa, aulewe. Sasa anaolewa katika hali za namna gani? Tasluh lahu liaisha, sawa. Wa idha lam yatazawwaj alkitabia yukhsha alayhi zina, yusannu lahu daf'an lihadha wa min hadha. Sasa anakuja katika, anasema na kutokana na jambo hili, yatadhihu, linaweka wazi, annal mas'alata, ya kwamba masala ya Muislam kumwoa binti wa Kiyahudi au binti wa Kikristo, dairatun wara almaslahati walmafsada, vinatembea chini ya kitu kinachoitwa maslahi na chini ya kitu kinachoitwa mafsada. Tunatazama mazuri na tunatazama mabaya. Je, kumwoa kuna mazuri gani yatapatikana kwa kumwoa? Na je, kumwoa kuna mabaya gani yatapatikana kwa kumwoa? Tunaangalia maslahi yapo au kuna mafsada? Tunatazama, tukiona kuna maslaha, fa idha tarattaba ala zawajiha maslaha, ikiwa kama tunaona katika kumwoa kwake kuna maslahi, kuna faida ambayo inaweza kupatikana, kana zauju mamduhan, basi inakuwa kuolewa kwa binti na kumwoa wewe ni jambo bora. Lakini patazamwe maslaha yatakuwa yapo. Hayo maslaha kama yapi tunazungumzia? Tunakusudia maslahi ni haya, labda huyu binti tunapomwoa pale mtaani akawa mke wa mtu, suala la zinaa kwanza tutakuwa tumeshaliua. Hii ni maslahi katika dini. Lakini pili, patapatikana mtoto au watoto ambao watakuwa na anwani, kwa maana wana baba, ni maslahi hayo. Lakini tatu, tutapata kumlingania ili kumleta katika dini tukufu ya Kiislamu, ni maslahi hayo. Kwa hiyo tunatazama yale maslaha, ikiwa yatakuwa yapo, basi jambo hili litakuwa mamduhan, litakuwa ni jambo safi kabisa. Wa idha anasema wa idha tarattaba alayhi mafsada, lakini ikiwa kama tunaona kumwoa kuna madhara, basi kana makruhan, kutakuwa karaha. Naona wanavyoni wanalikimbia sana neno haramu, wanatumia sana neno karaha. Itakuwa ni karaha kufanya hivyo. Haya, alhanabila, tunamalizia Hanabila. Qalu, wao wanasema hivi, yahillu nikahu, ni halali kumwoa kitabia, kwa maana Mkristo au Myahudi, bila karahatin, bila karaha. Liumumi qawli ta'ala, kwa umumi ya qawli ya Allah, wal muhsanatu min alladhina utul kitab min qablikum, sawa. Wal muradu bil muhsanati al harair, ni wanawake ambao al harair walio huru, hawajaolewa au hawa. Wala yushtaratu fil kitabia, na wala hakuna masharti kwa huyu Mkristo au Myahudi, an yakuna abawaha kitabiyain, kwamba ni lazima wazazi wake wawe na wao wa Kristo. Madhhab ya al-Imamu Hanbali, wao wanasema hakuna sharti hilo, bali yasihu nikahuha, bali inasihi kumuoa, walau kana abuha, hata kama atakuwa baba yake au ummuha au mama yake, wathaniyan, ni muabudia masanamu, maadamat hiya kitabia, kwa muda ambapo yeye mwenyewe atakuwa ni kitabia, kwa maana ni mtu mwenye kitabu, ima Yahudi au Nasara. Katika hali hiyo basi ndio anasema hivi. Madhhabu ya Shafi'ia tunamaliza na Hanabila, wameshirikiana katika jambo hili. Qalu, wao wanasema hivi, yushtaratu fi hilli nikahi alkitabia, imeshartiwa katika uhalali wa kumwoa Mkristo au Myahudi, an yakuna abawaha kitabiyain, pale ambapo wanapokuwa wazazi wake ni Wakristo.
falau kana abuha kitabiyan, kama babake atakuwa ni Mkristo, wa ummuha wathania, na mamake akiwa ni mwabudia masanamu, la tahillu, anasema huyo si halali kumuoa. Hata lau kanat balighatan, hata kama atakuwa amebalighe, wakhtarat dina abiha, na akawa amechagua dina abiha, dini ya baba yake, wasarat kitabiyatan, na yeye akawa ni Mkristo au Myahudi, ala mutamadi inda Shafiia, kwa maelezo au kwa mategemeo kwa Imamu Shafii, wao wanasema huyu wa namna hii hatuoi sisi katika hali za namna hii. Kwa hiyo haya maneno, ndugu yangu bwana Nyundo na mzee Hatua, hapa ni maneno ambayo yapo katika vitabu vingi tu, lakini hiki ni kimojawapo, alfiqhu ala almadhahibi alarba. Ameelezwa haya maneno kwa ufasaha. Kwa hiyo kama kuna mtu ambaye anataka kuchallenge hili, challenge hawa mabwana wakubwa. Yusuf Diwani ukija ukamchallenge, ukamtukana, ukamletea maneno, unamuonea bure tu, kwa sababu yeye kafanyaje? Kanukuu yale ambayo yalosemwa na mabwana wakubwa hawa. Lakini jambo jingine ambalo la msingi sana ambalo mimi ningependa nitoe kama tanbihi, sio kwamba haya ambayo yaliyosemwa hapa basi yote haya wewe utafute namna ya kuweza kuradi tu, wasili mradi tu usimamishe mishipa ya shingo. Cha msingi tulia, nenda taratibu katika majambo, utaelewa kwa ufasaha wa hali ya juu. Hoja kubwa itakayokuja au ambayo inayozungumzwa bwana Nyundo na ndugu zangu ambao wanatufuatilia ni hii, kwamba hawa ahlul kitabi sio hawa wa sasa. Sasa hiyo ndo tunakuachia wewe sasa, utusaidie pia kutuchambulia ahlul kitabi walikusudia. Jamani, Yusuf Diwani kaeleza vizuri, kasema ahlul kitabi Mayahudi na Manasara wa Kristo. Sasa na sisi tunasaidia hapo kuelekeza kwamba Wakristo walikusudiwa au ahlul kitabi walikusudiwa ni hawa na hawa na hawa na hawa. Mimi sidhani kama kuna shida hapo. Kama hawa ambao tunawaona sisi sasa sio, wewe una uchambuzi mzuri wa kutuchambulia ndio ni kina nani. Utasikia mtu anakuambia wala sio hawa na hawapo kabisa, walishaisha. Okay, hawapo, walishaisha. Sasa kama ni wale walikuwa wanafuata utaratibu sahihi kabisa wa Nabii Isa, manake hao Waislamu, sasa tunawezaje kuanza kusema kwamba watafaa au hawafai wakati wao ni Waislamu? Ni sawa mimi hapa Muislamu, nije kwako bwana Nyundo, wewe Muislamu, alafu nakuja kuoa binti yako, alafu unaanza kujaji anafaa au hafai. Inawezekana? Yani kumjaji Muislamu anafaa au hafai? Haiwezekani. Maanake ukiona kuna anafaa au hafai, maanake kuna dosari tunaiona. Hiyo dosari ambayo tunaiona ndio tunaijadili sasa kisheria. Sheria katika dosari hii inasemaje? Waliokuwa katika zama za Nabii Isa walikuwa hawanywi pombe, na wala walikuwa hawasemi kwamba Isa ndo Mungu mwenyewe, na wala walikuwa hawasemi kwamba kuna miungu mitatu. Maanake Waislamu hao tunaambiwaje sasa kwamba inafaa au haifai? Hapana. Manake wale ni Waislamu wenzetu, ndo manake. Waumini wote ambao walikuwa hapo kipindi cha enzi ya Mtume Nabii Isa wote ni Waislamu. Wale walikuwa walomkubali Nabii Isa na wakafuata utaratibu wa Nabii Isa. Kwa mujibu wa imani yetu sisi Waislamu tunajua wote ni Waislamu, kuanzia nabii wao mpaka wafuasi wake ni Waislamu. Wakristo walikuwa kipindi gani sasa? Wakristo walikuwa kipindi gani ambao wenyewe sasa hivi wanaamini kwamba Yesu ni Isa na mtume wao? Kwa mujibu wa wataalamu wa masala hayo ya Bible, sababu mimi sio mtaalamu mzuri huko, lakini inasemekana ni miaka 14 baada ya kuondoka Nabii Isa, baada ya kupaishwa Nabii Isa, ndio Paulo akaanzisha kitu Antiokia. Baada ya kuanzisha kitu ndo kuanzia hapo wakaitwa Wakristo. Sasa wakawa wafuasi wa Yesu au Nabii Isa alayhi salatu wasalam. Lakini kuna mengi sana ambapo kwa mujibu wa sisi Waislamu tunaona wameenda tofauti na wale walofuata Nabii Isa, al-hawariyun. Kwa lugha ya Kiarabu au lugha ya Qur'an wanaitwa al-hawariyun, mahawariyin, ansarullah. Yani ansari walomnusuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sasa ndio maana tunasema tukitaja hawa ndio tunaweza tukaanzia hapa kuanzia miaka hiyo 14, kwa sababu tunaona ni watu ambao wanasema sisi tunamfuata Nabii Isa, lakini wana mambo mengi ambayo yamehitilafiana na nani? Nabii Isa. Kwa hiyo kwa hawa ndio tunaweza tukasema kwamba inawezekana ni sawa au si sawa, kwa sababu kuna mambo tunayaona kuna dosari. Ila sasa mimi natoa fursa pia kwa watu wachambue vizuri katika suala hili, ni hawa au si hawa.
watatupa majibu tu. Wapo watu ambao watatupa, sio kuradi tu na kuparamisha mishipa ya shingo, haina maana yoyote. Bila shaka elimu utakuwa umeipata, na yeyote ambaye mwenye kuhitaji kuchallenge ujumbe utamfikia. Tumalizie, mama bi harusi alisema kwamba yeye bi harusi alimfuata kwa maana kwamba Amina Vikoba ama Siwa Kikala, kwa mama yangu nataka niolewe, akamletea mwanaume ambaye ni Mkristo, ndiye Josefu. Akasema olewa naye, lakini usibadilishe dini, yasije kutokea kama yale ambayo mimi amenikuta. Nimeolewa na Mkristo, nilikuwa Muislamu, nimebadilika kuwa Mkristo, baadaye nikarudi kwenye Uislamu wangu. Pointi ya msingi alisema ndoa ya serikalini imepita, baadaye ndoa nyingine itafuata. Swali langu la msingi, ni kweli kwenye Uislamu kipo hiko kitu, watu wanaolewa serikalini baadaye wanakuja tena kuolewa kwenye Uislamu? Mimi kwanza nimwambie huyu dada ya kwamba kakosea sana, angemshauri mtoto wake katika ushauri ambao ulikuwa bora. Kusema kwamba amemletea Mkristo ambao njia hizo ndio zile zile alizopita yeye, na yeye tena anamwacha mtoto wake apite katika njia hizo hizo, ni mama anayeshangaza kidogo. Hakuna ndoa ya mwanamke wa Kiislamu kwa mwanamume wa Kikristo. Hakuna ndoa hiyo. Hakuna ndoa kabisa, hakuna ndoa. Narudia tena maneno yangu ya kusema hapa, wanazini tu. Hakuna ndoa ya staili hiyo, wala katika dini tukufu ya Kiislamu hakuna kinachoitwa ndoa ya serikali. Hakuna, au ndoa ya bomani, haipo kabisa. Bali kuna ndoa ambayo mtu atafunga msikitini ikiwa wote ni Waislamu, au watafunga kanisani ikiwa wote ni Wakristo. Zile zinahesabika kuwa ni ndoa halali kabisa, ndoa sahihi ambazo hazina shida ya aina yoyote. Kwa hiyo ile tendo la kusema ya kwamba alimshauri kwamba aolewe naye ila asibadili dini, ndio kosa lenyewe alipofanya. Baadaye mambo mengine yatafuata. Upo uwezekano wa mwanamke kwenda kwenye Ukristo akawa wote wa Kristo, ama pia upo uwezekano wa mwanaume kuja kwenye Uislamu akawa wote Waislamu. Je, ndoa hii itaendelea kuwepo ama? Ndio hili tatizo ambalo tunaloliona. Kwa sababu hapo 90% ni mwanamke kutoka katika dini ya Kiislamu kwenda katika Ukristo. Na ndio maana tunatazama darul mafasid, tunatazama mafsada yanakuwa wapi katika hali hiyo. Kwa sababu mwanamke ni mtu ambaye mwepesi sana kushawishika na kuingia katika utaratibu huo wa mume wake. Ndio maana tukasema, na dini ya Kiislamu ikawa inasema kwamba mwanamke wa Kiislamu haruhusiwi kuolewa na mwanamume wa Kikristo kwa vyovyote tu vile. Mwisho wa siku lazima atakuwa Mkristo tu huyu binti. Sasa hii ni hatari pia. Ni hatari sana 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 kabisa, na hapo hakuna ndoa. Hakuna ndoa kabisa kabisa. Mimi ni mshauri mama yangu huyu au dada yetu huyu awe makini sana. Alafu mambo ya kisheria, sometime jamani, masala ya kisheria tusiingize udunia sana, au tukaingiza usela sana katika mambo ya kisheria. Mambo ya kisheria yako hivyo, sheria inanyooka hivi moja kwa moja, haitaki yani mambo ya ujanja. Unasema, mtu anaweza akasema tu hayo ndio tushaamua sisi na tayari ndoa ishapita. Sawa, umeamua wewe, katika hicho unachokiona ni nini? Ni ndoa. Lakini ukweli wa mambo kwa mujibu wa sheria hiyo sio ndoa. Ni sawa na mtu, nimetoa mfano majuzi hapa, ni sawa na mtu anaweza anasema wana riziki ni riziki tu. Kwa hiyo hata akiiba, akinyang'anya, akimdhuru mtu ye ili mradi apate. Ndio sawa kweli hivyo? Ni riziki kweli, lakini ni riziki sahihi? Ndo haya masala ya huyu mama. Yeye katika ushauri wake angemshauri hivi, angemwambia mtoto wake, mtoto wangu, mimi nishapitia madhila haya. Najua moyo unapopenda huwa unatia upofu kutoyaona kasoro au kutoona kasoro za mwenzako. Kwa hali hii sasa, mimi nakushauri subiri, utampata mtu ambaye mtakwenda sambamba katika dini yako. Au kama yuko tayari huyo bwana mkubwa kuslimu kuwa Muislamu, sawa, itakuwa jambo bora zaidi. Mama mwenye busara ni yule ambaye hampeleki mtoto wake katika moto. Ili ni jambo, ni bomu anaenda kulitengeneza. Yale aliyopitia yeye ndo hayo atakuja kupitia huyu mtoto wake.
Mimi nakwambia ukweli. Tumalizie, wengi wametazama video zako, lakini na kuna wengi ambao wametamani siku labda kukutana na wewe kwa kuzungumza mawili matatu, ama kwa kuweza kupata ushauri kama sio huduma kadha wa kadha ambazo kila ukisha umekuwa ukizitoa. Vipi ambavyo wanaweza wakakupata, kama kuna namba za simu, na tuelekeze hasa ofisi yetu ipo wapi? Sawa. Ofisi yetu inapatikana Mbagara Kiziwiani, barabara ya lami ya Jeshini hapa, na inshallah tunapatikana kila siku kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 10 jioni, isipokuwa siku ya Ijumaa tu ndio siku ambayo tunakuwa hatupatikani hapa. Lakini inshallah, na shughuli tunazozifanya, tunafanya dua kwa majambo ya aina mbalimbali, matibabu ya aina mbalimbali, lakini kadhalika kuna madawa ya aina mbalimbali kwa mashakili ya aina mbalimbali biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Wakumbushe Mkono wa Idi kidogo, moja kati ya dawa ambazo zimefika mbali kweli kweli. Yallah. Mkono wa Idi bado ipo lakini. Mkono wa Idi bado upo na unafanya vizuri sana. Na kila aliyotumia alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, anasimulia matokeo yaliokuwa mazuri kabisa. Mkono wa Idi ndio mkono ambao unakufanya kuwa imara we mwanamume. Epuka kuwa legelege pale unapokuwa katika uwanja ule wa 6x6. Furahia vizuri, lakini kadhalika perform iliyokuwa bora kwa kupata dawa bora kabisa iitwayo Mkono wa Idi. Bila shaka utakuwa imara zaidi ya simba biidhnillahil karim. Naam, ni mazungumzo na Sheikh Yusuf Diwani, mmoja kati ya walimu ambao wanafahamu vitu vingi sana. Tumezungumza naye mengi, kubwa zaidi kuhusiana na kukazia kama sio kufafanua kauli yake ambayo alikuwa amezungumza siku 2 zilizopita kwamba mwanamke wa Kiislamu haruhusiwi kuolewa na kwamba mwanamke wa Kiislamu haruhusiwi kuolewa na mwanamume wa Kikristo, lakini mwanamume wa Kiislamu anaruhusiwa kumuoa mwanamke wa Kikristo. Mengi yamezungumzwa kwenye sehemu ya comment, ufafanuzi tayari ameshauweka hapo ama ameshauzungumza. Kubwa zaidi unaweza ukamtafuta kwa wewe ambaye ungetamani kupata chochote kutoka kwake, whether ni ushauri, nasaha, kama unahitaji tiba zozote, vyote huwa anafanya, kama vile ambavyo amemalizia mwishoni hapo. Kuna dawa ya Mkono wa Idi, moja kati ya dawa ambazo zinafanya vizuri sana, zinafanya vizuri kweli. Kwa sasa unaweza ukamtafuta Sheikh Yusuf Diwani kupitia kwenye namba za simu za 0748 86 97 33, kwa maana 0748 86 97 33 ama 0659 86 97 34. Narudia 0659 86 97 34, ama unaweza kufika ofisini kwake ambapo ni Mbagala Kiziwiani, barabara ya kwenda Jeshini. Mwisho kabisa, usisahau kuacha comment yako kwa chini hapo kuhusiana na haya yote ambayo tumeyazungumza. Thanks for watching.